Daudi akasema, na alifurahia waliponiambia nende nyumbani mwa Bwana. Happy when he was told to go in the house of the Sahau Lord. shida zako zote. Forget all your problems. Sahau ndoto yako mbaya usiku wa leo. Forget all your bad dreams. Lakini mawazo yako iwe hapa. Let your thoughts be here. Maana leo ni siku tofauti. Because today is a different day. Hallelujah. Hallelujah. We thank God for this day. Everyone is looking good. And the presence of God in this place. And I know you not remain the same in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We are going to stand up. Today we have our visitor, Pastor from you people, you know before I talk. Nashukuru Mungu kuona mimi nafika ndani ya nyumba ya Bwana. I thank the Lord so much to see myself that I've reached the house of God. Kwa majina ni Pastor Remy. My names are Pastor Remy. Kutoka kanisa la Rehoboth Rwamwanja District of Kamwenge. I'm from Church of Rehoboth Rwamwanja District of Kamwenge. Mungu awabariki sana. God bless you so much. Kwa machache tunatafuta, sijui tunaweza kuanza? I don't know. Tayari, asante sana. Thank you so much. Tutakimbilia kusoma maandiko matakatifu kwani wamenipatia muda mfupi. We shall rush very fast to read the holy writings because I'm given brief time. Tutasoma ndani ya maandiko matakatifu. We shall read in the Holy Bible. Ndani ya kitabu ya Samueli wa kwanza. In 1 Samuel. Sura ya 2. Chapter 2. Na mstari wake wa 35. And verse 35. Samueli wa kwanza. 1 Samuel. Sura 2. Chapter 2. Na mstari wa 35. And verse 35. Mwenye amepata nafasi ile anaweza kusoma. Amen. You are going to read in English. That is 1 Samuel. Chapter 2, verse 35. Let somebody there read for us. Neno fupi ambalo tunatafuta kuzungumzia mchana huu wa leo. The brief word that we want to speak about this afternoon. Linasema juu ya nyumba ya imani. It is talking about the house of faith. Nyumba ya imani. House of faith. Kitabu hiki ambacho tumeweza kusoma. These books that we can be able to read. Ni kitabu ya Samueli wa kwanza. It is 1 Samuel.
Na kuna Samueli wa pili. There is also 2 Samuel. Hivyo vitabu viwili viko tofauti. Those two books are different. Sababu kitabu cha kwanza tukaona yule ambaye alikiandika, because the first book we saw, the one who wrote it, sio yeye aliandika Samueli wa pili. Is not the one who wrote 2 Samuel. Sababu mwenye aliandika Samueli wa kwanza, because the one who wrote 1 Samuel, ni watu tatu. There are 3 people. Kuko Samueli, there is Samuel, kuko Nathani, there is Nathan, kunakuwa Gad, there is Gad. Lakini wale ambao waliandika Samueli wa pili tena wanakuwa wengine. But those who wrote 2 Samuel are different people. Mwaka gani? Which year? Ilikuwa mwaka wa 115 mbele ya kuzaliwa kwa Yesu. It was 115 before Christ. Asante sana. Amen. Na historia ile, and that history, ndani ya kitabu kile, in that book, inasema juu ya kuzaliwa kwa Samuel. It is talking about the birth of Samuel mpaka kifo ya mfalme Sauli, up to the death of Saul. Njo historia zenyewe zinasemewa ndani ya ile kitabu ya Samueli wa kwanza. That is the history that is talked about in that 1 Samuel. Maana ya jina Samueli ni nini? What is the meaning of the name Samuel? Maana yake ni Mungu anajibiaka. That God answers. Mungu anajibiaka. God answers. Leo maombi yako inaenda kujibiwa. Today your prayers is going to be answered. Kufuatana na jinsi unavyosimama. The way as you have stood before God. Kwa imani yako. In your faith. Amen. Amen. Tunajua ya kwamba, we know that ndani ya maneno ya Mungu, in the word of God, wakati wanasema nitawajengea nyumba, when he says I'll build you a house, tutajiuliza ni nyumba gani? We shall ask ourselves, what kind of house? Ni nyumba ya imani. It is a house of faith. Na wakati wanasema, and when they say nitawajengea nyumba, I'll build you a house, ile nyumba hakuna nyumba ingine isipokuwa wewe na mimi. It isn't any other house other than you and me. Hakuna ingine nyumba. There's no any other house. Haiko nyumba ya miti. It is not a house of trees. Haiko nyumba ya bricks. It is not a house of bricks. Bali ni nyumba yako wewe na mimi. It is your house and me. Mwili wako. It is your body. Biblia inasema ni hekalu la Bwana. The Bible says it is the temple of God. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be praised. Ile nyumba iko na chumba 4. That house has 4 rooms. Ile nyumba, chumba ya kwanza, that house, the first room, inaitwa akili. It is called wisdom. Yaani kichwa chako. That is your head. Ile njoo chumba ya kwanza ya nyumba ya imani. That is the first house of the house of faith. Mungu alitupatia akili. God gave us wisdom. Ili tuweze kuitumikisha. That we can use it. Kwa kutofautisha mabaya na mazuri. Of differentiating good and bad. Lakini wakati aliumba wanyama. But when he created animals. Hakuwapatia ile kitu. He did not give them that. Kwa wanyama Mungu aliwapatia kitu wanaita instinct. To the animals what God gave them is instinct. Na ile instinct, and that instinct, ile njia inaongoza wanyama. It is the one that leads animals. Lakini sisi Mungu akatupatia akili. But for us God gave us wisdom. Ya kutofautisha mabaya na mazuri. Of differentiating between good and evil. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be glorified. Kama unakutana na mabaya, if you have met with evil, akili yako ikutume kutofautisha mabaya na mazuri. Let your wisdom direct you to differentiate good and evil. Na ile ndio itaacha hauingie kwa dhambi. And that will help you not to enter into sin. Chumba ya pili. Second room. Chumba ya pili inaitwa moyo. The second room is called heart. Na ile ndio depot. And that is the depot, store. Na mule njoo, and inside that, vitu vibaya, evil things, vitu vizuri, good things, bikisha ingia pale, when they've entered there,
njo unaona mtu anageuka kuwa mbaya. That's when you see somebody has changed to be wakati wanamwambia eti wewe ni nani. And when they ask him who are you, yeye angepaswa ujibu kufuatana na ulizo wamemuuliza. He will answer exactly how you have asked him or her. Lakini yeye kufuatana na ubaya nyiko kwa roho yake, but because of the evil that is full in him, anajibia mubaya. He answers you rudely. Sababu ameweka vitu vibaya ndani ya moyo wake. Because he has stored evil things in his or her heart. Lakini kwa Wakristo, but to Christians, watu waliookoka, those who are saved, watu ambao wanakuwa na imani, those who have faith, wanaweka mambo mazuri ndani ya mioyo yao. They store good things in their hearts. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Wakati wanamuuliza kitu fulani, when you are asked something, ye atajibu kufuatana na kitu ambacho wanamuuliza. The person will answer according to what question. Lakini kama liweka mambo mabaya ndani ya moyo wake, but if he stored evil things in his or her heart, atajibu tofauti na yale ambayo wamemwauliza. Will answer differently from what that person is questioned. Chumba ya tatu, third room, inaitwa kukiri. Is called to decree. Kukiri, to decree. Tunakiri kupitia nini? What do we decree? We decree through what? Ni kupitia kinywa ambacho Mungu alitupatia. Through the mouth that God has given us. Kama uko na mabaya ndani yako, if you have evil in you, uwe tayari kuyasema nje. You be ready to speak it out. Ni kusema umesafisha moyo wako, mambo yote yamekwisha mabaya. That you have washed all your heart and all evil things is over. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Kama ulikiri mabaya yanayokuwa ndani yako, if you decreed bad thing that was in you, utasikia moyo wako hauna tena uzito. You will find in your heart you have no heaviness. Utatembea na kila mtu atakuona uko vizuri kwa sura yako. You will walk and every person will see your face okay. Mnajua watu wabaya, you know evil people, hachekake, they don't laugh, anasirika, you find that tough. They've tied their face. Anagonjwa ka ugonjwa ya ulcers. They get sickness of ulcers. Sababu ya ile kitu. Because of that. Hata bibi yake anamchekea. Even if the woman, his wife smiles at him, ties his face, he looks tough. Utagonjwa ulcers. You will get that sickness of ulcers. Na akisha ipata, and when he has got it, ataenda kwa munganga. Then he'll go to the medical personnel. Wanganga walishakateseka. Medical personnel have suffered. Munganga natafutisha ugonjwa ilitoka wapi. Health personnel will seek where did the sickness come from. Anakosa. Then he fails. Ijapokuwa huyo ndugu yeye peke ndio aliileta. Yet that very person brought that sickness to him or herself. Lakini kusema mambo hayo yaishe, inamubidi yeye peke aondoe na ipite kwa kinywa na kukiri. That person to be healed must decree that evil that he has stored in him or herself, that it goes out. Na roho yake itakuwa mwepesi. And his heart will be light. Na mwenye atamuona atakutana uso wake iko mzuri. And whoever will see the face shining and okay. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Chumba ya 4. The fourth room inaitwa matendo. Is called acts. Matendo. Acts. Imani yako ikupeleke kwenye matendo mazuri. Let your faith take you to good acts. Mnajua matendo, you know, acts yanafanyika na mwili wetu. Is done by our body. Kama unafanya dhambi, if you are committing sin, wewe peke unaanza kusema basi ni shetani ndio alinidanganya. Then you start pretending it is Satan who has deceived me. Shetani alikudanganya namuna gani? How did Satan deceive you? Japokuwa kichwa yako, akili yako inatumikisha 90%. And yet your wisdom, you are using it 90%. I mean 95%. You are using it 95%. Lakini
mwili wako, yaani matendo yako, inatokana na 5% only. And your body comes up with 5% of your acts. Sasa utasema namuna gani kama ni shetani ndio alikudanganya japokuwa Mungu alikupatia akili? How will you say devil has deceived you when you have 95% to understand and you have that wisdom to do something? Akili yetu, our wisdom, na matendo yetu and our acts inafaa vinaambatana. It needs to be together. Mtu aliyeokolewa, a person who is saved, inafaa atumikishe imani yake, he needs or her to use his or her faith, na ajue kujenga nyumba ya imani, and to know how to build the house of faith. Lakini kuko kitu ambacho kinaweza kutusaidia kusema tujenge hiyo nyumba mzuri. There's something that can help us to build that house well. Ya kwanza iko kuzaliwa mara ya pili. The first thing is to be born again. Lakini mbele ya ile inafaa kwanza kutubu. Before that you need to confess. Kisha kutubu, after confessing, nazaliwa mara ya pili. You are born again. Ndio hatua mbili ambazo zinaweza kutusaidia kusema tujenge nyumba yetu ya imani. Those are the two steps that can help us to say that we build our house of faith. Lakini mtu ambaye hakuzaliwa mara ya pili, but the person who is not yet born again, huyo mtu iko kama mnyama. That person is like an animal. Sababu roho yake inajaa mabaya. Because his or her heart is full of evil. Hata kakuwa aliokoka, even if is saved, pasipo kuzaliwa mara ya pili, and if you are not yet born again, yataenda wekee mgonjwa mikono, will lay the hands on the sick, na huyo mgonjwa atakufa, and that person will die. Na anaanza kusema mbo ilikuwa siku yake. Say, that was his timing. Wewe ndio ulishaka kufa. You are the one who died. Ushakufa. You are the one who has died. Sababu haujengwe imani. Because you have not built your faith. Jina la Bwana libariki. The name of the Lord be blessed. Jina la Bwana libariki. The name of the Lord be blessed. Mnajua ndani ya maandiko matakatifu, you know, in the holy writings, tunakuwa na kitabu ya Luka. We have the book of Luke, sura 9 mstari wa 10. Luke 9:10 inatuambia juu ya siku Yesu alikulisha watu 5,000. It talks about the day Jesus fed 5,000 people. Sitasema ile historia yote, hapana. I'll not talk about all the history. Yaani mimi nataka kusema tu tendo la imani ambalo linaonekana ndani ya historia ile. I want to talk about the acts of faith that was done in that chapter. Ilikuwa mikate 5 tu. There were only 5 loaves of bread na samaki 2 and 2 fish. Sababu Yesu alikuwa ameona watu yote wamekwisha kufa njaa. Jesus saw that all people were hungry, na akaona ndani mwao wamekwisha kuzoofika, hawana nguvu tena. And he saw in their hearts that they were so weak they could not understand what he was teaching anymore. Lakini Yesu akawauliza akasema, but Jesus asked them and said, hakuna chakula katikati yenu? Is there no any food in your midst? Mtu mmoja kajibu, kuko mikate 5. And one person answered, there are 5 loaves of bread. Mwingine kuna samaki 2. And then 2 fish. Akaleta akaomba. He brought and they prayed over it. Na chakula ikakuwa mingi. And the food was a lot. Na wakasalisha. And they made them to sit down. Kitu mimi natafuta kukuambia, what I'm seeking for to tell you, ni ile chakula yenyewe ilibaki. That food that remained. Amen. Amen. Ni ile chakula yenyewe ilibaki. The food that remained, walilokota. They collected. Walilokota. They collected. Kulisalia vitunga 12. They collected 12 baskets. Ile mimi nataka kukuambia ilikuwa kitu gani ile vitunga 12 na sababu yake. I want to tell you about the 12 baskets that they collected in the leftovers and what is the reason of it. Mnajua Yesu ndiye chakula cha uzima. You know, Jesus is the bread of life.
anayekula chakula hicho hasikii njala kamwe. Whoever eats of that food can never feel hungry again. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Sasa ile itakuwa ya nani? Now, whose food will it be? Ile mikate 5 na samaki 2, that 5 loaves of bread and 2 fish, haikukuwa ya watu wakubwa, hapana. Was not of big people or ni ya wenye walikuwa wanaletea watoto yao. It was for those who had brought their children. Sasa ile 12 yenye nasalia, now that 12 that remained, wakasema inapaswa kukuliwa tena na wengine watoto. It was commanded to be eaten by other children. Sasa wale watoto kama tunaingia mambo ya kiroho ni wanani? Now those children, if we go into spiritual things, who are those children? Na mimi kwa huu wakati wetu. It is you and me during this time of ours. Yesu wakati alimaliza kwenda, when Jesus ascended, aliacha mitume 12. He left 12 apostles. Na wale wa mitume, and those apostles, njoo wenyewe wanamaanisha ile vitunga 12 ambayo inabaki. They are the meaning of those 12 baskets that remained. Na kupitia message ya Yesu, and through the message of Jesus ambayo ilibakia kwa wale wa mitume 12, that remained to those 12 apostles, na ile njoo sisi wewe na mimi tuko tunasoma hapa. Jina la Bwana libarikiwe. And that is me and you that we are reading here. The name of the Lord be blessed. So ile chakula sasa yenye ilibaki 12. That is the food that remained 12. Kwa kuonyesha kama Kristo akishaenda mbinguni, that is showing that as Jesus ascended to heaven, utabaki vitunga ambavyo viko na ile chakula tena. Will remain baskets which has that food again. Na ile vitunga ni 12. And those baskets are 12. Ambao ni mitume 12. Those are 12 apostles. Lakini ujiulize, but ask yourself, mbone Yuda alikuwa amekwisha kutoka, sasa mbone mwalimu anasema ni 12? But why is the preacher saying that the 12 yet Judas had already got out of them? Sasa mbona anasema ni 12 na shapo ni 11? Why is he talking about 12 and yet there remained 11? Lakini ujue mbele waanze ile kazi, but remember before they began that job, Yesu aliwaambia wapite kwanza Yerusalema. Jesus said let them go first to Jerusalem. Na wakati walifika huko, and when they reached there, waliingia ndani ya chumba cha juu. They entered into upper room kwenda kuomba. Going there to pray. Juu ya nini waliingia kwa chumba cha juu? Why did they go into upper room? Ni sababu walikuwa wanawafuata, walikuwa wanawawinda sababu wawaue. They were seeking after them to kill them. So kwa maana walienda kwa chumba cha juu. That's why they went in upper room. Na Roho Mtakatifu mbele wafikie, and the Holy Ghost before he came upon them, alianza kuambia ile vitunga 12 havieneye. He told them those 12 baskets are not yet enough. Wakasema inafaa tuchague katikati yetu mtu wa kugomboa Yuda. He said let us seek one of us to redeem Judas. Na njoo kakamata watu 2. And that's when they got 2 people. Ilikuwa used to, it was used to, na Matthias. And Matthias. Wakachagua. They chose. Wakatafuta karuru. They chose to vote. Karuru ikagusa Matthias. The vote fell on Matthias. Matthias maana yake follower. Matthias, its meaning is flow. Follower. Follower. Ule njoo ambaye aligomboa Yuda. Is the one who saved Judas. Na wakaenea tena 12. And then they became 12. Na kupitia mahubiri yao, now through their preaching, njoo wewe na mimi tuko hapa, tuko na cha kusema. It is you and me that we are here, we have something to say. Ile ambayo wababakuu wetu walikula, that our fathers ate, na wakaacha, and they left. Na sisi tuko tunaikula konjoi. We are also eating of it. This is the word. The name of the Lord be blessed. Sababu maneno matakatifu yenye tunahubiri, because the holy writings that we are preaching, haiko kichupuri. It is not duplicate. Amen. Amen. Ina historia. It has history. Inakuwa na historia. It has history. Mpaka leo. Up to now. Na njoo kwa maana hii kitabu haiyageuka. That's why this book does not change. Na njoo kwa maana hii kitabu hakuna mtu mwenye alishaigeuza
And there's nobody who has ever changed this book. Na ndio kwa maana yenyewe baba kuu yetu wa Abraham walisikiaka. And that's why our great fathers Abraham, what they had, wakati nasemewa leo, when it is spoken right now, inakuwa tena mpya. If you find it is new. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Itamalizia kuneno moja. I'll conclude with one word. Ile neno ni yenye Yesu tena alifanyaka. That's the something that Jesus did. Sababu kitu yote yenye Yesu alifanyaka, because everything that Jesus did, ilikuwa na maana. It had a meaning. Maandiko matakatifu, the holy writings, inatukumbusha, it reminds us, historia ya Daudi jinsi aliua Goliati. The history of David, how he killed Goliath. Tunangoya tu tuangalie tendo la imani ndani ya jambo hilo. We are just waiting to see the acts in that thing. Daudi alikuwa mtoto wa Yese. David was a son to Jesse. Wakati huyo Goliath alitukana Mungu, when Goliath abused God, Mungu akakamata huyo kijana mdogo, God got this young boy David kusema aende agombane na huyo mtu mkubwa kabambi sana, to go and fight that giant. Goliath yeye alikuwa na silaha mingi sana. Goliath had a big weapon, many weapons, na wasoda mingi sana, and with many soldiers. Lakini Daudi hakukuwa na kitu. But David had nothing. Biblia inaniambia ya kwamba, the Bible tells me that, alikuwa na kamba, he had a string, na alikuwa na mawe, and he had stones. Alilokota mawe 5. He picked 5 stones. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Alilokota mawe ngapi? He picked how many stones? Mawe 5. 5 stones. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Ile mawe 5. Those 5 stones. Tukaandika Jesus. If we write the name Jesus, tunaanza kuhesabia. We start counting. 1, 2, 3, 4, 5. We start counting 1, 2, 3, 4, 5. Jesus. Yesu. Hapo ni kwa English. That is in English. Lakini Yesu msalabani, but Jesus on the cross, mnayo Warumi ndio walikuwa wanamsulubisha, and the Romans were the one crucifying him. Waliandika kwa lugha ya Kilatini pale juu INRI. They wrote in Latin language INRI. 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 Kukaratasi kidogo. On a small paper. Na pale ilikuwa inamaanisha nini ile INRI? And what was the meaning of that word? Ile ilikuwa kwa lugha ya Kilatini. It was in Latin language, ambayo inamaanisha, that means Yesus, Yesu Nazarenus Rex Iudalerum. Amina nyo. Ndio maana ya ile kitu. That is the meaning of that word. INRI. INRI. Yesus Nazarenum Rex Iudalerum. Papa, go slowly that I interpret. Yesus Rex Nazarenum Iudalerum. Manake ni Yesu. The meaning Jesus. Manake ni Yesu. The meaning is Jesus. Munazareti, Nazareth, mfalme, king wa Wayahudi, of Jews. Ndio maana yake pale. That is the meaning of that word. Na ndio kwa maana Daudi yeye, that's the meaning that akaenda kakamata mawe 5. He went and picked 5 stones, ambayo ilikuwa inamaanisha Yesu. That was meaning Jesus. Ndani ya maisha yako, in your life, ukapata shida, if you get problem, wewe unatia imani yako ndani ya Yesu tu. You put your faith in Jesus. Ile imani italeta kitu fulani. That faith will bring something. Jina la Bwana libarikiwe. And name of the Lord be blessed. Kwa ile mawe 5, from that 5 stones, alikamata shiwe moja. He got 1 stone. Akatia ndani ya kamba. And he put in the sling.
Hakuzungusha mara 3, hapana. I did not swing it 3 times, no. Alizungusha mara 7. He swung it 7 times. Moja. First time, pili. The second time, tatu. The third time, the fourth time, sita. The 6th time, 7 aliachilia. The 7th time he released it. Na jiwe ikaenda kagonga Goliathi hapa kwa kichwa. And the stone went direct and hit Goliath on the face. And he fell down. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Huyo ambaye alikuwa anatesa wana wa Israeli, that guy who was making the children of Israel to suffer, majivuno yake yakakoma. His pride stopped. Na wote wakaanza kuangalia Daudi mtoto mdogo. All of them started looking at David, a young boy, kusema wamfanye mfalme, to make him a king. Akasema pana. Said no. Mimi nilikuwa kuwasaidia tu. For me I just come to help. Watoshe huyu Daudi. Just to remove this Goliath. Na wewe pia. And even you. Shida ambayo inakufikia ndani ya maisha yako. The problem that comes to you in your life. Ambayo inakukuia Goliath. That comes like Goliath. Kwa mfano kusamba. Like attack. In the court case. Kwa mfano magonjwa. Maybe sickness. Accident. Maybe accident. Na kila kitu mbalimbali. And every kind of different ile yote ukaleta Yesu tu. If you just bring into Jesus, ile yote itatoka. All will go away. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Na kuko wale ambao wanaingia ndani ya kanisa, and there are those who enter into the church, wakiwa watumishi, if they are ministers, huko kukazi, at the place of work, yeye iko mkanisa iko anasinzia, kumbe pastor hajue shida yenye iko nayo. Yet he comes in the church being drinking, and the pastor does not know the problem he has. Kumbe kukazi wako wanamfuata. Yet at the job place they are following him or her. Ndugu, leo mimi nakwambia, my brother, I'm telling you today, kamata mawe chini. Just get stone from down. Gombana na Goliathi huyo. Quarrel with that Goliath. Uone kama kwa imani Goliathi huyo hautampiga chini. See by faith whether you not make that Goliath to fall. Utafika kwa kazi wanakuambia, then you reach at your workplace and they tell you, shida yako inaisha. Your problem is over. Sababu ya Yesu Kristo. Because of Jesus Christ. Yesu Nazareno mrexi ya udalero. Jesus Christ banange bigambo bikalube. Ambaye anabaki anakandani mwako. Is the one who remains always in your heart. Na anakumalizia shida zako zote. He overcomes all your problems. Ile kamba ilikuwa inamaanisha nini kwa kiroho? That cling, what was it meaning in spiritual? Ilikuwa inamaanisha the meaning of it, imani, faith, imani, faith. Na ile mawe ilikuwa inamaanisha that the stones, the meaning of the stone ilikuwa inamaanisha Yesu Kristo. It was meaning Jesus Christ. Manake imani yako, that's to say your faith na Yesu Kristo and Jesus Christ bitakushenga, they'll build you, na utakuwa nyumba ya imani inayokamilika. You will be a house of faith which is established. Mtu mwenye utawekeaka mikono, every person that you lay hands upon, atapona bila shaka, will be healed without any doubt. Shida yote yenye itakufikia, every problem that comes to you, katika jina la Yesu, in the name of Jesus Christ, itakoma. It will end. Kama ulishabakilia kulevo fulani ndani ya kazi, if you have remained in a certain level at your workplace, utakuwa promoted. You'll be promoted. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Neno hili likubariki mchana huu wa leo katika jina la Yesu. This word bless you this afternoon. Amen. Taomba pastor, taomba Mungu. I request our pastor to pray.